Kaka na dada, mahali pote mnapoendelea kutufuata kwenye vipindi hivi mwongozo wa kujifunza Biblia, lesoni ya shule ya Sabato, tunawakaribisha na kuwasalimu katika jina la Yesu Kristo, tukiomba neema ya Mungu iendelee kuwavika mahali pote mlipo. Tuko kwenye robo ya kwanza mwaka 2025 inayozungumzia somo linalosema kuhusu upendo na haki ya Mungu. Na juma hii tuko kwenye somo la 10. Na ikiwa uko unatufuata ama ikiwa unajifunza pamoja nasi, weka kichwa ya somo ya 10 inasema nini. Weka hapa kwenye comments somo la 10 linasema nini. Lakini mimi pia leo ni siku ya Alhamis, tunakuja kuzungumzia kuhusu mipaka na masharti. Mipaka na masharti. Nitakusihi kuwa na ombi kabla tujaingia kwa undani wa somo. Tunapozungumzia mipaka na masharti, ni lazima tuelewe kwanza ni mipaka na masharti ambayo inaingia katika pambano. Pambano ambalo liko kati ya Yesu na Shetani. Na pambano la ulimwengu mzima kimsingi ni pambano dhidi ya tabia ya Mungu, linalosababishwa na madai ya uongo, uzushi wa Ibilisi dhidi ya uwema, dhidi ya haki na serikali ya Mungu. Shetani anapoendelea kupinga serikali ya Mungu, anapoendelea kupinga haki na utaratibu wa Mungu, ni aina ya dawa ya agano la ulimwengu mzima. Kwa hivi pambano kama hilo ambalo tunazungumzia hapa haliwezi kuamuliwa kwa utawala kamili, lakini badala yake linahitaji uthibitisho. Utajiuliza kwa nini? Swala la mzozo hii sio ni nani atakayeshinda, halihitaji nguvu, linahitaji nani yuko sahihi. Tukamate mfano. Mfano mtu ambaye niseme ni serikali ama kiongozi wa nchi fulani akashtakiwa kwa madai fulani. Njia ya hekima sio kusema nani akanisema kwamba mimi nimeiba ama nimedetourne na ninamua. La muhimu ni kusema basi wanaoweza kufanya utafiti ama maanketi wafanye anketi zenye ziko transparent. Kwa hivyo kuangalia ni nani hakika yuko sahihi na nani ndiye muongo katika swala hilo. Je, Mungu ni mwadilifu au si mwadilifu katika jinsi anavyoshughulika na viumbe vyake? Ni lazima tuelewe nani yuko sahihi katika somo hili. Lakini tunapojifunza kuhusu mambo ambayo tunayazungumzia hapa kwenye somo hili, ambayo si nyingine isipokuwa tu ni mipaka na masharti, ni lazima tushike vema. Unaposoma katika kile kitabu kia Marko 6:5 na Marko 9:19, tuangalie maandiko haya yanaelezea nini kuhusu jinsi hata utendaji wa Mungu unavyoweza kuhusishwa kama sehemu muhimu ya jambo kama vile imani na maombi. Nikukumbushe tu ya kwamba kuna silaha ambazo tunazo katika pambano hii ambazo zinaweza kutusaidia tuweze kushinda vita hili katika njia hili ama nyingine. Navyo si vitu vingine, ni vile vitu ambavyo tumekuwa navyo. Mojawapo ya sheria tunazojua ni kwamba kuna nguvu inayovunja mipaka, na nguvu ya kwanza ni maombi. Ukisoma kwenye Marko 9:19. Kwa hivyo tunapoomba, tunapopitia magumu katika pambano hili, tu watu wa maombi. Sio tu watu wa maombi, lakini tu watu wa maombi na imani. Maombi na imani, kwa njia fulani tunapoomba tukiamini, tunamruhusu Mungu kutenda kwa njia ambayo hangefanya ikiwa hatukumuomba afanye hivyo moralement. Sio kwamba hana uwezo, lakini kwa sababu ya tabia yake anasihi, anakubali ama anakuruhusu, ananiruhusu niombe, na maombi hiyo ya imani. Biblia imesema mara nyingi ya kwamba tunapoomba kwa imani, Shetani anaweza kimbia mbali nasi. Unaomba mara ngapi? Ninaomba pia mara ngapi? Katika vita hii ambayo inayokuwa na mipaka na masharti, maombi ya imani ni mojawapo wa silaha ambazo zinaweza tufanya tumshinde huyo Shetani. Lakini hata hivyo, hatupaswi kufanya kosa la kufikiri kwamba imani na maombi ndiyo mambo pekee. Napenda uweke hapo kistari. Kuna uwezekano wa mambo mengine mengi ambayo tunaweza kuwa hatujui.
Kwa hivyo mpendwa, hili linapatana na yale tuliyoyaona hapo awali kuhusu masharti ya pambano. Kama tulivyosema, kuna masharti fulani ya pambano katika pambano kuu yanayoweka ukomo kile Mungu anachoweza kufanya kimaadili, angalau kwa sasa. Na kwa hivyo baadhi ya maovu yanaweza kuangukia ndani milki ya muda ya ufalme wa giza. Lakini tunaposoma kwenye kitabu kia Warumi 8:18 na Ufunuo 11:3-4, tunaona kwamba yaliyo mbele yanayotungoja ni mengi na ni mazuri zaidi kuliko yale tunayapitia. Tunapitia ndiyo mateso, lakini maisha ya furaha na raha na amani yanatungoja. Ikiwa utampokea Yesu leo kuwa Bwana mkombozi wa maisha yako, utalishinda pambano hili, na akija utaingia katika Yerusalemu mpya, mahali pa amani pasipokuwa na mateso. Ikiwa ni kusudi lako, tuombe. Asante Yesu kwa somo hili na tunaonyesha mipaka na masharti. Tupatie neema ya kushinda vita ili kupitia maombi na imani, tukikutegemea katika jina la Yesu Kristo, amina.